Okay, ni tarehe 27 Machi 2026 kwenye on this day na matukio kibao yametokea kwenye hiyo tarehe 27 Machi duniani. Sasa miongoni mwa matukio makubwa kabisa ni hiyo siku ya tarehe 27 Machi. Ni siku ambayo tunaadhimisha siku ya kimataifa ya Theater, World Theater Day. Ni siku ya kimataifa ya theater. Hiyo siku hiyo ndio siku ambayo huadhimishwa kila mwaka duniani kote. Ilianzishwa na International Theatre Institute. Lengo kubwa ilikuwa ni kukuza sanaa ya maigizo na utamaduni. Lakini tarehe 26 March mwaka 1977 ulikuwa ni siku ya mauaji ya Tenerife Airport disaster. Mwaka 1977 ajali mbaya zaidi ya ndege kuwahi kutokea duniani ilitokea katika airport ya Tenerife Airport. Ndege mbili KLM na Pan AM ziligongana. Zaidi ya watu 580 walipoteza maisha papo hapo kwenye hiyo ajali. Zeni tarehe 27 Machi pia ni siku ya moto wa Shell Oil Refinery. Mwaka ilitokea kwa mara kwanza ilitokea mwaka 1990. Kwa mara kwanza ilitokea mwaka 1990. Ajali kubwa ya viwandani katika Marekani. Inatajwa moja kati ya ajali kubwa zaidi katika historia ya viwanda katika historia ya Marekani. Ilisababisha vifo na majeruhi wengi. Ilionyesha hatari ya sekta ya mafuta. So tarehe 27 Machi ni siku yenye uzito mkubwa. Ni siku ya Theater Day, ni siku ya mafunzo kutoka ajali kubwa ya anga, na pia ni tahadhari za usalama viwandani. So lakini twende tuzame deep kuiangalia siku ya kimataifa ya theater ni nini. Siku ya kimataifa ya theater huadhimishwa kila mwaka tarehe 27 Machi duniani kote. Ilianzishwa mwaka 1961 na International Theatre Institute ITI, shirika linaloshirikiana na UNESCO. Lengo kuu ni kukuza sanaa ya maigizo theater, kuunganisha watu wa tamaduni mbalimbali kupitia sanaa, kuonyesha umuhimu wa theater katika jamii. Umuhimu wa theater katika jamii haswa ni nini? Theater si burudani tu, ni chombo cha nguvu sana. Theater kama tunavyojua ni chombo cha nguvu sana katika harakati za kutoa elimu. Inafundisha historia, maadili na maisha halisi. Hutumika hata mashuleni kufundisha kwa vitendo. Uhamasishaji. Theater hutumika kuibua masuala ya kijamii kama umaskini, rushwa, madawa ya kulevya. Theater pia husaidia watu kufikiri kwa kina, unahamasisha watu waweze kufikiri kwa kina. Siku ya theater duniani pia umuhimu wake pia ni katika utamaduni. Theater hurinda na kuonyesha tamaduni za jamii mbalimbali. Ni njia ya kurisisha mila na desturi pia. Kwa hiyo siku ya theater duniani ni siku bora sana pia, ambayo inaadhimishwa tarehe 27 Machi kila mwaka. Ni mila ya international message. Kila mwaka mtu maarufu duniani, awe mwandishi, mwigizaji au msanii, huchaguliwa kutoa ujumbe maalum unaoitwa international message. Kwa mwaka huu 2026 sijajua kwa nani atachaguliwa kutoa ujumbe muhimu wa message, ujumbe muhimu kwenye siku ya theater. Sasa pengine kwenye International Theatre Institute. Ujumbe huu somwa duniani kote. Yaani huyu msanii atakayechaguliwa, let's say amechaguliwa Diamond Platnumz, siku hiyo akitia tu ujumbe, maana yake duniani kote wanasoma ujumbe wa msanii kutoka East Africa, msanii kutoka Tanzania, Diamond Platnumz. Lengo kuu ni kuhamasisha maendeleo ya sanaa na theater, kutoa mtazamo wa dunia kuhusu sanaa. Sasa tunatakiwa tujue theater this film kwa ya theater na film. Kwa watengenezaji wa film tunatakiwa tujue tofauti uliopo kati ya theater na film. Theater ni maigizo ya moja kwa moja, lakini film